Mwaka mpya wa Kiislamu 1447 unagubikwa ya kwamba kumbe kuna vigezo kadhaa vinapokuwepo, basi hakuna anayeweza kusimama mbele yenu. Kigezo cha kwanza ni alkaunu maa Allah, ni kuwa na Mwenyezi Mungu Subhanahu wa Ta'ala. Mwaka unaonyesha kwamba waliomkamata Mungu kisawasawa, wakamwamini Mungu kisawasawa, basi bishara zao ni nzuri na ni za kheri ndani ya mwaka mpya wa Kiislamu. Lakini vile vile katika vitu vikubwa vinavyoleta bishara ya ushindi ni atamassuku bilquran, kwamba kumbe kuna watu wameikamata Qur'an, na kwamba kumbe unapoikamata Qur'an, hata akitokea simba hana nafasi mbele yako. Haitaki salawatu hiyo. Katika hadithul Qudsi, man khafa Allah, yoyote mwenye kumuogopa Mungu, mwenye kutamasak na Mungu, Mungu anavifanya vitu vyote vinamkhofia yeye. Mwaka huu tumeuanza na Waislamu walioikamata Qur'an, na Waislamu waliomtanguliza Mungu mbele. Firaun na jeshi lake na nguvu zake, hofu imemtawala. Mwaka huu umeonyesha kwamba moja ya siri ya ushindi mkubwa ni al-ihtifafu wara al-qaid. Watu wanapomtanguliza kiongozi wao, wakaamini huyu ni kiongozi wetu, wanafika kwenye malengo. Kwa hiyo niseme mwaka huu tunatarajia utakuwa ni mwaka wa amani duniani. Tunatarajia mwaka wa 1447 utakuwa ni mwaka wa ushindi wa Uislamu. Utakuwa ni mwaka Waislamu wanatembea kifua mbele. Utakuwa ni mwaka wa kupigiwa mfano ulimwenguni. Utakuwa ni mwaka hakuna wa kuonewa. Utakuwa ni mwaka wale wanaoamini kwamba ni waungu wa dunia, nafasi hiyo hawako nayo tena. Ni mwaka ambao naamini ndugu zetu katika ardhi ya Palestina, amani itarudi kwao, utulivu utarudi kwao, mshikamano utarudi katika ardhi yao, kwa sababu ya haya yaliyotokea ambayo yanaifanya dunia hakuna Mungu wa dunia, bali ni Mungu ni mmoja ambaye sisi sote tunamwabudu. Idha jaa nasrullahi wal fath wa ra'aita an-nasa yadkhuluna fi dinillahi afwaja fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaba.